Ni safari iliyojaa imani, mshikamano na maono ya pamoja. Ni zaidi ya mkutano, ni mkusanyiko wa watumishi, ni familia moja, ni nafasi ya kujitathmini na kupanga safari ya mbele. Ningependa nitamke rasmi kwamba mkutano wetu mkuu kufuatia baraka hizi za misa takatifu umefunguliwa rasmi. Safari ilianza kwa kuwasili kwa watendaji kutoka maeneo mbalimbali ya nchi ya Tanzania. Walipokelewa kwa upendo na furaha, ishara ya umoja na mshikamano unaoijenga Radio Maria Tanzania kama familia moja. Tabasamu, salamu na vicheko vilitawala, vikionyesha kuwa mkutano huu haukuwa wa kazi pekee, bali wa familia. Kabla ya shughuli zote, safari hii iliwekwa mikononi mwa Mungu kupitia sala na misa ya ufunguzi. Ndugu zangu wapendwa, kusanyiko letu la jioni hii hapa ni kwa lengo moja tu, kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kwa namna ya pekee pia katika adhimisho hili ambapo misa hii ni ya ufunguzi wa mkutano mkuu, ambapo sisi wana Radio Maria tunamshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi ya kushirikiana na mama yetu Bikira Maria katika kuyatimiza mapenzi ya Mungu, katika kuwarudisha watu kwa muumba wao, yaani kwa Mungu wetu aliyetuumba. Hawakukaa kwenye vikao pekee. Kulikuwa na semina za kujengeana uwezo, kuimarisha utendaji na kuelewa zaidi wajibu wa kila mmoja katika kazi ya uinjilishaji. Sambamba na hilo, walishiriki katika utume wa maparokiani, wakigusa maisha ya waamini na kushiriki Injili kwa vitendo. Katika mkutano huu kulikuwa na nafasi ya kujitathmini kwa kina. Utendaji wa mwaka 2025 ulipitiwa, mafanikio na changamoto zikawekwa wazi, huku ikiangaliwa utekelezaji wa malengo yaliyowekwa. Tathmini hii ilifanyika katika mwaka wa neema, ambapo Radio Maria Tanzania inatimiza miaka 30 ya uinjilishaji, upendo na faraja. Katika kuimarisha uwazi na uwajibikaji kwa umma, Radio Maria Tanzania iliwasilisha taarifa maalum kupitia studio zake. Kupitia taarifa rasmi iliyosomwa studio na Rais wa Radio Maria Tanzania, ripoti ya mwaka 2025 iliwasilishwa kwa uwazi, ikieleza hali ya taasisi. Sambamba na hilo, malengo ya mwaka 2026 yaliwekwa uwazi kwa kila jimbo, yakilenga kuimarisha uinjilishaji, uendelevu wa kazi na mshikamano wa familia ya Radio Maria Tanzania. Taarifa hii iliwawezesha wasikilizaji na wadau kote nchini kuwa sehemu ya safari ya pamoja ya maendeleo ya Radio Maria Tanzania. Hawakukomea hapo. Kila idara ilipata fursa ya kuwasilisha utendaji wake kwa mwaka mzima. Mawasilisho haya yaliweka bayana kazi iliyofanyika, changamoto zilizojitokeza, pamoja na mapendekezo ya kuimarisha kazi ya uinjilishaji na utendaji kwa ujumla. Baada ya mawasilisho, watendaji walikaa pamoja katika makundi mbalimbali. Majadiliano ya kina yalifanyika, yakilenga kuangalia njia bora za kuimarisha utendaji. Maoni, hoja na mapendekezo yaliwekwa bayana, yakijenga mikakati mipya ya kutekelezwa kwa mwaka 2026. Matokeo ya majadiliano yaliwasilishwa na kujadiliwa kwa pamoja. Mikakati ilikubaliwa na dira ya pamoja ikawekwa wazi. Katika kutambua mchango na juhudi za watumishi, zawadi zilitolewa kama ishara ya shukrani na kuthaminiana. Kupitia misa ya kuhitimisha, shukrani zilitolewa kwa Mungu kwa safari nzima. Baraka zikatolewa, matumaini mapya yakazaliwa, na dhamira ikawekwa ya kuendelea kueneza Injili kwa bidii zaidi. Mkutano huu haukuwa tu mkusanyiko wa watendaji, ulikuwa ni safari ya pamoja, safari ya imani, uwajibikaji, kujifunza na mshikamano. Waswahili wanasema mwisho wa safari ni mwanzo wa safari nyingine. Mkutano huu ukafungwa, lakini dhamira ikaendelea.
Kwa umoja na imani, Radio Maria Tanzania inaendelea na safari ya kuhubiri Injili kwa upendo na faraja. Miaka 30 ya Radio Maria Tanzania, uinjilishaji, upendo na faraja.